Mwezi Septemba katika wilaya ya Chuzhou mkoani Hebei, mashamba yanang'ara kwa rangi ya dhahabu na mazao mengi yakikaribia kuvunwa. Kati ya watu wenye pilika mashambani, kijana mmoja anajitokeza sana. Yeye ni David kutoka Kenya, mwanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo cha China na pia ni mwanafunzi wa kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika cha Suzhou. Wakati mwanga asubuhi ukiangaza bwenini, David amekuwa akipanga nguo na zana atakazozitumia kwa siku hii. Maandalizi kama haya anayerudia karibu kila siku. Kuhudhuria masomo ya darasani, kutafuta nyaraka mtandaoni, kufanya majaribio maabara na mazoezi ya kivitendo mashambani umekuwa ni mzunguko wa hatua zake za kujifunza nchini China. Hii ni maabara yangu. Aha, asante sana. Kwa ndio utafiti unafanyika hapa? Hapa ndio utafiti unafanyika. Napima kiwango cha mbolea kwenye mmea wa mahindi. Naweka kwa hii mashini hapa. Ndio ikipima, tarakilishi inaweza kuangalia ile uzito na urefu ya mizizi. Hii ndio nini? Hii ni tinga. Inasaidia kwa kupanzi. Katika makumbusho ya mashine za kilimo yaliyoko kwenye kituo cha majaribio cha Chuzhou cha chuo kikuu cha kilimo cha China, mashine moja ya kilimo imemfanya David aelewe moja kwa moja njia ya maendeleo ya sekta ya kilimo ya China, na pia imemwezesha ajifunze kwa kina kuhusu zana za kisasa za teknolojia ya kilimo. Matumizi ya drone ni kitu cha kawaida kwenye shughuli za kilimo. Hapa China ni mambo kawaida. Ndio. Na inafanya kama hii, unaona yabeba kilo 60. Kilo 60. Mara ya kwanza ulipotumia drone shambani, ujisikiaje? Uliona ni jambo la kawaida au? Siku ya kwanza nilikuwa na wasiwasi na mshangao. Kifaa kigani? Lakini kwa kufunzwa nikajua basi hiki kinasaidia kwa kufanya uzoefu wa kazi uwe rahisi. Hii ni kubwa zaidi, inaweza kuwa na matatizo kuanza nayo. Unajifunza na ndogo alafu na kubwa. Mwanzoni mwa mwaka huu, baada ya kumaliza masomo mwaka mmoja katika chuo kikuu cha kilimo cha China, David alikwenda Chuzhou kuishi katika nyumba ya mkulima na kufanya kazi pamoja na wanakijiji mashambani. Kutoka utunzaji wa miche hadi maandalizi ya kilimo cha mchipuko, amejifunza hatua kwa hatua. Wakati wa mapumziko pia anapenda kuongea na wanakijiji kuhusu maarifa ya kilimo na kujaribu kuendesha zana mpya za kisasa. Pole kwa namna hii amezoea kabisa maisha ya kijijini. Hao. Bwana David, labda nianze kwa kuuliza ni changamoto gani ulizipata baada ya kuja hapa? Hapa Chuzhou, changamoto niliyopatana nayo kwanza ni hali ya hewa. Tulikuja wakati wa winter, baridi ilikuwa nyingi. La pili ilikuwa lugha. Ile lugha ambayo unaongea hapa kijijini imezidi ile Kichina nimesoma pale darasani. So kuwasiliana ilikuwa tatizo kidogo. La tatu pia chakula. Yale mankuli nilikuwa nimezoea pale sio yale yako hapa. Lakini kwa ukarimu wa wanakijiji tuliweza kuelewana kidogo. Kiwa sijaelewa wanakurudia, kama ni chakula wanakuuliza ni nini imekufurahisha, nini haijakufurahisha, wanakuandalia. Dawe, ni zama ya 过来让俺们去他地里看一下玉米。好好，书记，我马上来。
伟，过来，来，啊，我们家玉米怎么回事？我看看。他打药就可以打什么药？下水，好吗？啊，好。哎，大伟，晚上到我家吃饭。好嘞，好嘞。一起到家吃个饭。对。大伟，在我们中国怎么样？中国很好，很好啊。在我们这学到这个农业技术怎么样？很好。很好啊。把在中国学的东西到你们国发扬出去。今年年底要回去是吧？再欢迎你到中国来。咱们中国河北邯郸曲周苏小英科技教育来为你们庆祝，咱们来个老毛口。我也想你们了。Madam, hello. 你好。 Okay, so are you in Malawi now or in China? I'm in Malawi now. Okay. Chichewa. 老乡，他们来了以后，村子里有没有变化吗？成年以后，给我们村带来了很大的智慧，特别在治重方面、病重方面，给我提供了方便，提供了科学技术，为所有的发展，起到了很大的作用。 Katika kituo cha sayansi na teknolojia cha China na Afrika, David na wanakijiji wameishi pamoja kama familia moja. Kila siku wamekuwa wakifanya kazi pamoja na kupiga soga pamoja baada ya kazi. Kila wanakijiji walipokuwa na jambo lolote, huwaita wageni hawa kutafuta ufumbuzi kwa pamoja. Wanakijiji tayari wamewapokea kama wenzao. Urafiki huo kuvuka milima na bahari umekuwa ni kambi ya mashambani na pia umeleta furaha na vicheko kwenye maisha ya kijijini. Hii picha unaviona ni tukiwa na mzee wa kijiji pale, tukiweka mfumo wa irrigation pale shambani. Hii ni wakati wa winter wheat. Ndio. Wana hii ya China, hii ya Kenya. Hizo umezitoa wapi? Hii ni bendera ya China na hii ingine ni ya Kenya. Hizi nilizinunua pale Kenya kabla ya nije. Nilifurahi sana kujua naenda mahali kugeni. Hii ni alama ya kuonyesha mahali nimetoka, na hii ni ya kushukuru mahali nimekuja. Na natumai ile mchango mtachangia kidogo itadumisha ushirikiano wa China na Kenya na Afrika kwa ujumla. Ndio. Unakuja lini? Wiki ijayo nitakuja. Sana sana Monday nitarejea nyumbani. Natumai umejifunza mambo mapya huko kulikuwa na yatakuja kutusaidia huko nyumbani. Ndio, kwa mwaka mmoja nimejifunza mambo mengi. Nimekuwa shambani na wakulima huku na nimesoma mambo mengi ambayo natarajia nitakuja kuyafanya huko nyumbani. Katika mwezi Septemba mwaka huu, David alimaliza masomo yake ya mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha kilimo cha China, akarudi kwenye kituo cha teknolojia cha Kenya, akieneza maarifa aliyoyapata kwenye wilaya ya Chuzhou, na atarudi China katika mwaka wa 3 kwa ajili ya kutetea tasnifu. Kama alivyofanya, vijana 13 kutoka Afrika walijifunza teknolojia ya kilimo na kushiriki kwenye mazoezi wilayani Chuzhou na kupeleka nyumbani kwao maarifa yao waliyoyapata. Hadi sasa kituo cha teknolojia cha China na Afrika kimeanzisha vituo vingi pacha barani Afrika na kupeleka huko teknolojia ya kuongeza mavuno bila kusababisha uchafuzi, pamoja na uzoefu wa usimamizi mashambani.
hali ambayo imefanya uzalishaji wa mazao uongezeke maradufu na kuboresha maisha ya wakulima wa huko. Hello, I arrived safely. I'm here with the students from Murang'a University and we are doing the field experiments. They are assisting me. I'm showing them how to control pests, and also we are doing the fertilizer application in the fields so that we can have better maize harvest. You see this one? Yes. This one is the one that is causing all this damage. And now we'll come up with practices to control the fall armyworm in the maize, as we've done in the experiments. Okay? Yeah. So this is what I learned in China.